Naomba msomaji wangu nifungulie kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Biblia inasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. 7. Hiyo 1:6 tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Amen. Amen. Na anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo tunayaona mambo matatu tofauti. Anasema mimi ndimi njia, hilo ni jambo moja. Njia ni jambo moja. Unasikia vizuri? Mimi ndimi njia, hiyo ni utambulisho wa kwake, jambo moja hilo. Amen. Lakini anasema hapo, ukiangalia kwenye Biblia yako kwenye mimi ndimi njia kuna mkato. Maana hiyo sentensi imejitosheleza, si ndio? Alafu anafuata anasema ya kweli kuna mkato. Bwana Yesu, na kweli kuna mkato, si ndio? Jambo la tatu anasema na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hapo tunapata mambo matatu tofauti. Kwanza tunapata njia, pili hiyo njia tunaipata ya kweli, tatu tunapata hiyo ya kweli na uzima ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa vizuri? Sasa kwa andiko hili linahusiana na makundi manne ambao nataka nizungumze nao jioni ya leo. Makundi manne ambao nataka kuzungumza nao jioni ya leo. Kila mmoja ambao uko mahali hapa utakuwa kwenye kundi moja wapo. Kundi la kwanza, Yesu anaposema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kundi la kwanza ambalo Yesu analihitaji ni watu ambao waliopotea njia na hawajui kama wamepotea. Kundi la kwanza ambalo linatafutwa ni watu ambao wamepotea njia ila hawajui kama wamepotea. Sasa yeye anakutana nao ili awaambie njia uliopo, njia unayoiendea sio ya kufikisha kule unapokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa vizuri? Kuna mtu anaweza kuwa amepotea. Hao watu waliopotea hawajui kama wamepotea ni watu wa namna gani. Unaweza kawa unatoka Mwanza, unakuja huku Nyakasasa. Sasa wewe ukashuka pale feri, ukaunganisha ile barabara ya kwenda kule Mtama. Sasa unaendelea na safari lakini hujui kama umepotea. Kwa sababu umeshaingia kisiwani, unajua tayari Nyakasasa iko huko kule mbele, kumbe umepotea. Sasa kwenye kutembea unakutana na mtu, unamwambia ila bwana naenda Nyakasasa. Nakaribia kufika. Yaani unaendelea unakaribia kufika. Mbona umeshapotea? Ila hujui kama ulikuwa umefanyaje? Umepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wao kwa upande wa Yesu ni watu wa namna gani? Ni mtu ambaye tayari umeshaokoka, umempokea Yesu Kristo. Manake unapompokea Yesu hiyo si kwamba unakufa unaenda mbinguni. Bado unaendelea kuishi duniani. Sasa katika kuendelea kuishi, sema katika safari ya uokovu kuna vitu katikati ya safari umechanganya mwenyewe, ila hujui kama ni dhambi zitakutoa kwenye njia. Wewe unaendelea kuamini uko umeokoka na Yesu akija leo anakuchukua. Kumbe umeshapotea ila hujui kama umepotea njia. Sasa hao ndio watu Yesu anataka azungumze nao leo, kundi la kwanza. Umenielewa? Kundi la pili kwenye hili andiko ambao Yesu analihitaji ni wale watu ambao watu waliopotea kwenye njia na wanaendelea mbele. Watu waliopo katika njia wanaendelea mbele katika hiyo njia kidogo kidogo. Hao ni watu wa namna gani?
ni mtu ambaye ameokoka, ameshampokea Yesu, yuko kwenye njia yake, anatenda matendo yake, anaenda kwenye njia zake, maagizo yake yote anayatii, ila katika ule mwendo anaona kama kuwa na Yesu kwa mwendo ule wa kuchokesha sana. Yaani ameamua kuacha vyote, kaacha dunia, kaacha makorokoro, kaacha dhambi, vyote kaviweka pembeni. Lakini katika ile safari yake ya kuendea wokovu ya ulisi uzima milele, huko katikati anatembea mdogo mdogo. Sema mdogo mdogo. Tafasiri yake anaona kama ile njia anachoka. Amen. Sasa watu Yesu leo ambao uko hapo kwenye njia, umeacha vyote na endelea kusogea mbele, hiyo naona mambo mengi yanakusonga. Tamaa za dunia zinataka zikupeleke hivi, lakini unaendelea mdogo mdogo, kama ule wimbo tunatembea kidogo kidogo tukinyata nyata. Yaani unanyata nyata. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanyata. Huyo ni mtu ambaye ametembea na Yesu kweli, yuko kwenye njia zake, ameacha vingine vyote, amechukia ulimwengu, anamfuata Yesu, lakini safari yake ni ndogo ndogo. Huyo sasa Yesu amenituma nikutie moyo. Usikate tamaa kwenye hiyo njia ulimwengu, usichoke kurudi nyuma. Endelea kunyata mdogo mdogo. Ipo saa inakuja utaulisi uzima wa milele katika jina la Yesu. Amen. Hiyo kundi la pili kwenye andiko hili. Lakini kundi la tatu ni wale watu ambao, acha hivyo. Kundi la tatu ni wale watu ambao wameshaiona njia, ila gharama za kupita katika hiyo njia ndo zimemchanganya. Tafasiri yake ni watu wa namna gani hao? Nisikilize mimi. Tafasiri yake ni watu wa namna gani? Ni kundi la watu ambao wameshampokea Yesu kabisa, wameshapata neema ya wokovu, iko pamoja nao. Sasa wakati wamepata neema ya wokovu, wakazania kwenye wokovu ni kucelebrate, yaani kwamba kwa Yesu ni tambarare au ni mteremko tu. Yaani walijua kwamba akija kwa Yesu ni mteremko, yaani vitu vyepesi, hakuna kufunga, hakuna kuomba, yaani shampokea Yesu mteremko. Wako wanaingia sasa, alipopata mafundisho ya kwamba unatakiwa uache hiki, sheria ya Mungu ni hii, utaratibu wa Mungu ni huu, ikaonekana gharama ya kulipa kwa ajili ya kutembea katika ile njia ya Yesu ambayo ni ya milele, ambayo ni uzima milele. Inaonekana gharama za Yesu zimekuwa kubwa kwake. Sasa yuko katikati. Kwa lugha nyingine anasema amebaki dilema, ajui aendelee au arudi nyuma. Yuko katikati, ametulia. Hawa ni aina ya watu ambao yeye anasema Mungu tu mwenyewe atusaidie. Yaani mtu ambaye anatenda dhambi, anachofanya anajua ni dhambi, anasema Yesu anihurumie tu. Anajua huyo Yesu anihurumie tu, kinywa changu kinaropoka, lakini basi tu anihurumie tu. Mimi najua nataka niache mambo ya kujichubua, kwanza yananipelekea gharama, lakini nitakapoacha, kwanza Mungu anazuia, naweza nikaikosa siku. Nitakapoacha majirani zangu watasema nimeishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakapoacha majirani zangu watasema nimeishiwa. Amen. Wakisema nimeishiwa majirani zangu, itaonekana sasa sifai. Ni bora niendelee kujichubua. Siku nikipata hela nyingi wakajua nimefanikiwa, nikiacha watajua ameacha si kwa sababu hana hela ya kununua vipodozi. Ni kwa sababu ameacha kwa sababu Mungu anazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa? Halo, hilo ni kundi la ngapi? La tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kundi la tatu. Na hilo kundi la tatu, unanisikiliza? Huko mnanisikia? Haleluya. Mnanisikia vizuri? Hilo kundi la tatu ni yule mtu anajua anachokitenda anamkosea Mungu, ila kwa sababu ya kukwepa gharama ya kukiacha, ameamua endelee kukifanya, akijitia moyo katika uovu. Yaani watu wanaojitia moyo katika dhambi na anajua anachokifanya amekosea, ni kundi la tatu ambao
wako wanaendelea ila anakwepa gharama za wokovu. Mwambie mwenzako usikwepe gharama za wokovu. Mwambie wokovu ni gharama. Mwambie wokovu ni gharama. Hamna kucelebrate. Mwambie wokovu ni gharama. Lazima uamue kuacha vyote ndio upite katika njia hiyo. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asikudanganye. Kuna maneno nitayafundisha leo, kuna vitu nitakwambia. Yawezekana huko kanisani pastor wako hajawahi kukwambia. Yawezekana wahubiri wengi mahali hapa hajawahi kuambiwa. Lakini Bwana alitutuma katika kisiwa hichi leo hii tuweze kuambia ukweli wote, ili ukweli ukuweke huru katika jina la Yesu Kristo. Ili uijue kweli na kweli kuweke huru. Lakini utakapojua kweli, maamuzi yanabaki kwako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kundi la 4 katika andiko hili ambalo Bwana ametupa ile andiko la Yohana 14:6 ni lile kundi la watu waliopotea. Hapa nisikiliza vizuri wewe. Kundi la watu waliopotea ila wajijui kama wamepotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kundi la watu wamepotea ila wao hawajui kama wabishi kama nini. Yaani namwambia hivi, njia sio yenyewe, nasema ni wajuaji. Yaani wajuaji wamepotea na wenyewe wamejichanganya kwenye kundi la kutafuta waliopotea ila na wao wamepotea. Nisikilize vizuri kwa vile watu gani hapa. Yaani kundi la watu waliopotea ila wanakutana wanaotafuta waliopotea na wao wanajiunga na wanaotafuta. Wanajiunga kwa wanaotafuta waliopotea. Kumbe wenyewe nao wanatafutwa, wamepotea ila wabishi hawataki kusema kama sisi tulipotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa vizuri? Ama ni watu ambao ni wajuaji. Ni mtu ambaye yuko kanisani, ni mwimbaji, ni mhubiri, ni askofu, ni mwinjilisti, ni lolote lile, ni nabii. Lakini unamwambia haya maisha unayoishi sio mapenzi ya Mungu, utaenda jana pamoja na kuhubiria wengine. Anakwambia mimi niliokoka miaka 20 iliyopita. Tena askofu watu hajawahi kutuambia, mchungaji wetu hajawahi kutuambia, huyu mchungaji ametoka wapi? Kwa hiyo wewe unamjua Mungu kuzidi pasta wa kwetu kanisani. Ya kwanza, mimi baba yangu alikuwanga nabii, anasikia sauti zaidi ya Musa. Sasa wewe na yeye asema mimi kwanza unaniona hapa natafuta waliopotea. Kumbe yeye mwenyewe kapotea ila anaenda kutafuta waliopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa? Hili ni kundi la watu ambao kama nilivyokuambia toka juzi. Nikakwambia hakuna anayechukua ngozi ataingia mbinguni. Nikakwambia kama akifa bila kutubu ataacha. Nikakwambia hakuna anayevaa mawingi atakayeingia mbinguni. Nikakwambia hivi, hakuna mwenye aliacha mke wake akaoa mke mwingine na mke wake baada anaishi wa ndoa akifa akaenda mbinguni. Nikakwambia hakuna aliacha mume wake akaolewa na mume mwingine wakati mume wake bado yuko anaishi akaenda mbinguni. Nikakwambia hivi, hakuna yeyote anayetumia makorokoro haya mawigi akaenda mbinguni, hayupo. Lakini sasa mtu huyu unaikuwa unamwambia na yeye utamkuta amevaa wigi, anahubiria watu waokoke wampokee Yesu. Yaani yeye kapotea, anatafuta waliopotea. Utamkuta mwingine ana mume wa mtu ndo anaishi naye, mke wake alimwacha Sumbawanga, Morogoro, wapi akaja hapa kunaitwa wapi Nyakasasa huku. Yawezekana alikuja kuvua akamdanganya, mimi nilioa mke nikaachana naye. Kumbe baada amemwacha Morogoro. Alafu afika huko anaoa mke mwingine, anasema sasa wewe ndio wa ndoa. Alafu kisa eti wameenda wamefunga ndoa. Ameweza kufunga ndoa kwa pasta, kwa padri, kwa shefu pote pale. Eti ana cheti cha ndoa, anazania kile cheti Mungu ndo atakiangalia aende mbinguni. Hicho wamekupa tu serikali za dunia wapatie moyo kwa ajili ya mirathi. Sio kwa mbinguni wewe. Unapigwa changera macho, hata na mume wa mtu na mke wa mtu. Bado mume wake anaishi wa ndoa, yupo wai. Mbingu inamtambua yule wa kwanza ulianza naye. Kama bado yuko hai, kama ameshaondoka, sawa, hapo uko huru utafuta na mwingine aliyeondokewa na mwingine. Ambaye hajawahi kuwa na mke au mume.
Sasa unamkuta mama mtumishi au mwinjilisti na yeye ana mume wa mtu au ana mke wa mtu, kisa yake ana cheti cha ndoa cha askofu, anahubiria watu waliopotea. Yeye mwenyewe keshapotea kitambo, ila kimwambia mimi na cheti cha ndoa. Cheti cha ndoa Mungu alikupa hicho, ulipewa tu, alikuandikia watu. Hicho mbinguni hauingii. Bwana Yesu asifiwe sana. Au Daniela ni mtu aliyepotea mlishi wa namna gani, ambaye amepotea na tafuta waliopotea. Ngoja nikupe mfano mzuri. Sema yeye. Zamani tunajua zilikuwa vitu vinaitwa sinema, wanaangalia sinema. Watu ambao kidogo mnaona wanaanzia miaka 30 kwenda juu ulikutana hivyo vikusudio. Tulikuwa tunaenda kwenye kumbi mbalimbali kuangalia sinema, si ndio? Halo. Sasa tumekuwa tunaenda kuangalia sinema. Unakuta unafika hapo unalipia. Sasa kuna baba mmoja, nakupa story ili kusaidia kufungua mfahamu. Kuna baba mmoja alikuwa anapenda kila Jumamosi kwenda kuangalia sinema na watoto wake. Alikuwa ni baba ana pesa, ana mfanyakazi nyumbani wa kuangalia watoto. Siku moja akatoka na watoto wake watatu na mfanyakazi wa ndani. Wakaenda kwenye ukumbi wa sinema. Wamefika ukumbini, yule baba kwa sababu watoto wake wana mfanyakazi, akamwambia mfanyakazi na watoto wake watatu wakae viti vya nyuma kule. Yule baba akakaa kwenye ukumbi kiti cha mbele kabisa, benchi la mbele. Sasa wakati sinema inaendelea, kijana wake mmoja, mtoto yule baba, akamwacha mfanyakazi pale alipokuwa amekaa viti vya nyuma, akahamia kiti cha mbele. Kumbe yule baba alipokaa pale mbele, Bwana Yesu asifiwe sana, yule mtoto alipohama nyuma akaanza kupita huko anacheza kwenye ukumbi ili atafute kiti cha mbele. Akakaa. Sasa baadaye binti yule aliyekuwa mfanyakazi wa ndani anaangalia wale watoto. Yule binti sasa akaanza akaanza kutafuta yule mtoto aliyepotea. Anamtafuta kwenye kundi lile la watu, anatafuta kwenye ukumbi, mtoto ameenda wapi, bosi anamwambia nini, ameliachia watoto watatu, sasa hivi wako wawili. Anamtafuta amuone, ukumbi umejaa watu, umefurika, anatafuta mtoto amuone. Kwa sababu alishaona baba wa mtoto alipokaa, binti akakimbia akazunguka kupitia mlango wa pembeni, akamfikia yule baba wa mtoto, akamwambia mtoto fulani kapotea, simuoni. Yule baba akanyanyuka pale kwenye kiti, akazunguka na binti wake wa kazi ili waanze kumtafuta mtoto. Wanatafuta mtoto hawamuoni. Sasa baba aliponyanyuka pale alipokuwa amekaa, sinafasi zimebaki wazi. Katika pita mtoto akaenda kwenye kile kiti ambacho kilikuwa kimekaliwa na baba yake, cha mbele kabisa, kiko wazi, akakaa pale. Sasa wanatafuta, wanazunguka waone mtoto. Baba hawezi kurudi mbele kuangalia kwa sababu Yesu alikuwa mbele pale hajamwacha. Mtoto kakaa pale kwenye kiti, ikabidi mzee wake achukue hatua, akaenda kwa MC. Akamwambia, si unajua anatangaza hata kwenye harusi. Akamwambia, mwanangu kapotea ndani ya ukumbi huu. Nilikuja na watoto watatu na mfanyakazi wanne, lakini mtoto mmoja kapotea. Yule jamaa wa ukumbi akasema kwanza sinema, akaanza kutangaza, kuna mtoto amepotea. Huyu mtoto amekaa mbele, anaendelea anaongea, kuna mtoto anapotea, sikia kauli za mtoto. Anasemaje? Ila watoto wengine wachinga. Unapoteaje? Huko ndani ya ukumbi sinema imenoga hivi. Kwanza ametuharibia hata furaha. Wamezima na sinema kwa ajili ya kutafuta mtoto aliyepotea. Huyo mwenyewe aliyepotea amekaa kwenye kiti, anaumia kwa nini wamezima sinema. Anamshangaa yule mtoto aliyepotea, wakati yeye ndo anatafutwa. Sasa wakaanza kusema kavaa nguo fulani. Mzee amekaa karibu naye yule mtoto, anaona nguo anazozifanya kwa sababu yule mtoto amekaa naye pale. Yule mzee mwingine sasa ambaye afanyana yule mtoto akamuuliza, wewe mtoto, mbona unataka nguo kama za au ni wewe uliyepotea? Yule mtoto sikiliza kauli anayemwambia mzee, mzee, hivi wewe umechanganyikiwa? Suko pamoja hapa, nimepoteaje? Hivi mimi naweza kupotea? Niko hapa tumekaa pamoja. Sio tunaangalia sisi tulikuwa pamoja tunafurahia sinema. Hao wanaopotea ni wajinga tu. Mzee akashangaa nguo. Mtoto kavaa namna fulani na jina wanalitaja. Wewe akamuuliza, wewe unaitwa nani chini? Majina si yanafanana mzee. Na mimi jina langu ni kama hilo na aliyepotea, lakini majina si yanafanana. Mimi sijapotea, niko hapa mzee. Hivi umekuaje? Wakazidi kutangaza mtoto
Baba yake ni fulani. Wewe baba yako anaitwa nani? Akasema mzee, mbona unang'ang'ana nini? Akataka kunyanyuka mtoto kuondoka. Yule mzee sasa baba pembeni akakabeba juu katoto. Akasema kuna huyu hapa ni huyu. Baba sasa ndo yeye. Na yeye mtoto anatafuta waliopotea, kumbe yeye ndio kapotea, ila naye anashangaa. Kapoteaje? Ndio yule mtu unaenda kuhubiria watu injili. Unawaambia okoka, wanakuona umepiga zako denge. Kwanza hata na minyoo ya dunia. Nje Biblia inazuia kunyoa denge. Lakini pia na minyoo hata msemo ya kidunia tu. Kuna mnyoo, baba zetu wako hapa. Kuna siri ya kunyoa kinyoa wewe unaona aibu, uongo kweli? Kwa sababu kila kitu kinakushuhudia ndani, unajua kwamba hii sio sawa, unajua uongo kweli? Sasa kama mzee wa kawaida hajaokoka ni mlevi lakini anaona wa kawaida mtaani, wanaona hii siri, wanaita siri ya kiuni. Si wanaitaka hivyo? Sasa wewe unamwimbia Yesu hapo mwenyewe siri ya kiuni. Yaani Mungu anapokea watu wa hivyo. Yaani lazima nimekwambia kuna vitu pastor wangu hajawahi kukwambia. Pamoja na hiyo Mungu alishaniambia, na kwenye Biblia hiyo utasoma Warumi 19, utasoma Yeremia 9, yote soma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mnyoa denge yeyote anayeingia mbinguni. Hata kama alikufa anaimba upako unashuka, alitumia karama ya Mungu haina majuto. Kuingia mbinguni ni tofauti kabisa. Pastor wako watu kukwambia kwa sababu anajua wewe akili yako ni dakika 2 mbele. Akikwambia utaacha kuimba, utakimbia, utaacha vyombo. Anajua yeye anakulinda tu. Sasa Mungu amenituma mimi nikupasue. Kama unataka kwenda mbinguni uache, kama unataka kuimba tutamulika afu ukuje jehanamu baadaye sawa. Yaani hata kwa mnyoo kawaida. Siku moja niliwahi kumuuliza kusema yeye. Nikamwambia ni pastor alikuwa kwenye kongamano Dar es Salaam. Akawa ananiambia, lakini pastor wanasema Biblia inasema tusivae mavazi ya mpaseo wanaume na mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kwani mavazi ya mwanaume na mwanamke ni yapi? Nikamwangalia mchungaji na yeye anajiita nabii. Nikamwangalia. Nikamuuliza, kwa hiyo umejizima data? Akasema kwa hiyo hujui mavazi ya mwanaume na mwanamke hujajua. Akasema ni yapi sasa? Nikamuuliza sasa mwezi wa 12 akasema yeye. Una babu yako? Akasema ninaye. Bibi? Akasema ninao. Nikasema babu kwa sababu kazeeka unampelekea tu zawadi au mama yako baba kama wapo wapendezwa. Sasa ununulie sketi baba yako. Mwezi wa 12 umpelekee kwamba baba nimekuletea sketi hii hapa na blouse. Ununulie baba yako. Akasema we hata nikimbiza kwa nini? Mavazi ya kike kumbe unayajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Vingine kuna vitu havitakiwa hata Mungu eti asumbue muda sana eti usome maandiko sana. Wewe mwenyewe jamii tu. Hivi unajua kuna sheria tunazotumia duniani hapa ambazo ni sheria za Mungu kabisa akiwa unazitumia duniani. Mnaelewa hicho kitu? Yaani kuna maisha ya kawaida ambayo tunaishi. Haihitaji Biblia, haihitaji Roho Mtakatifu. Unajua eti nakosea. Sasa kwa Mungu ni zaidi. Umenielewa vizuri? Nakwambia hivi, unaweza ukanyoa wewe mwenyewe ukanyoa. Ukajiangalia kwenye skrini, kwenye kile kioo, ukaona hapa niliponyoa kuna watu hawatanielewa. Kama umeshagundua kuna watu hawatakuelewa, Mungu ndo atakuelewa. Hello. Amen. Na huyo naye unamkuta naye anahubiri. Sasa anamhubiria na mtu anayefahamu kwamba alivyonyoa ni shida. Mfano unakuja unanikuta sehemu nimekaa. Unaambia Yesu anaokoa, usijui kama mimi ni mtumishi. Yesu anaokoa, naangalia ulivyonyoa denge lako hiyo. Naambia sawa. Hii mbona na wewe umepotea? Mimi nimepotea. Wengine mnadharau kazi za watu. Hapana, kuna watu wanajua umepotea wanakuona. Sema amina. Amen. Leo upone katika jina la Yesu Kristo. Upone katika jina la Yesu. Amen. Ndio kama kale katoka kabisa mimi nimepotea. Kana mishana mzee wakati kama umepotea kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie mwenzako niulize hivi. Uko kwenye kundi la waliopotea au wanaotafuta waliopotea? Uko kwenye kundi la waliopotea, wanaotafuta waliopotea. Uko kwenye kundi. Muulize, inawezekana wewe ndio unatafutwa. Mimi natafuta waliopotea. Inawezekana wewe ndio unatafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaambie kitu kimoja.
hii ishu ya kunyoa watu wengi uwe inawaletea shida sana. Na kuna mtu anaweza kusema pastor huyu amekuja na injili nyingine mpya. Ni kwa sababu mapasta wako hawezi wakakwambia. Sasa wanyoa viduku wengi makanisani ni wapiga vyombo, wa mashemasi au watu wa kucheza stepu au wa kwaya au nini, wengi ni watu wa viduku. Sasa kwa makanisa ambayo kwanza anahitaji sana watu wao ambao uchungaji wajilipui. Anajua na maandiko anasoma. Anakuletea story gani unajua? Hayo yalikuwa yanaambiwa wakina Musa. Unajua ukisoma theolojia Agano la Kale, Agano Jipya, alafu unaangalia mtu kasamekaaje nyakati zile, utamwambia Mungu hizo vitu vile unachoshangaa gani wewe ndio unamwambia Mungu nyakati zile zilikuwa ni kwamba anakuandaa ili usikimbie kanisa uwepo kaangalau kaangalia na watu waongezeke kanisani, ila anajua utaenda motoni tu. Anajua pasta, anajua. Na nisikiliza mapasta ambao wengine mtanisikia hapo, wengine mnasikia kwa mtandao. Waambieni watu ukweli. Ni bora aondoke kwenye nafsi yako pasta. Hata kukumbatia watu kwenye dhambi zao na watia moyo kwenye uovu. Wakati saa inakuja itatolea hesabu pasta. Unanisikia? Wengine mko hapa, wengine mtanisikia kwa mtandao. Nimeanza kusema kweli. Mimi mwenyewe kabla sitaokoka nilikuwa naitwa Sharo. Nilikuwa naitwa Sharo. Umeelewa? Kwanza wengine mbona hata mnanyoa hata mjui kuziangalia, hamjui kuziwekea gharama. Mimi nilikuwa nawekea gharama mpaka nawekea kama kile Kanumba anaigiza sana kabla hajafa. Walikuwa wanaita Kanumba. Naweka zinachambuka zinapiga pembeni hivi. Na hapa ninashuka kwenye gari na ufunguo umekaa hapa. Hakuna binti alikuwa anakatiza mbele yangu mimi. Wananiita Sharo. Na napiga suti bado niko kule duniani wewe. Umeelewa? Ninaenda mimi nilikuwa naingia kwenye dryer hizi za wamama. Nywele wanazichambua. Nikitoka saluni wewe. Nilipotoka Roho Mtakatifu akanionyesha maono, akasema usipoacha hiki kitu unaelekea huko. Hakuna anaishiji hivi kunyoa pembeni, akanipa maandiko. Na akaniambia nimekuokoa wahubirie watu ukweli. Ndio wengine watakupinga. Kwa sababu ni watu wengi wanaona hofu, wanaona akiwaambia vijana watotoka makanisani. Ni mara mbili mwambie wewe unawe. Mimi wanasema hata kanisa la Ruchunga, hatufukuzi mtu kanisani hata umekuja umevaa pendo. Ila atakufundisha. Sasa wao amue kubadilika ni wewe. Uamue kwa hivyo mimi nimemaliza jamani. Ninahukumiwa tena. Sasa mapasa mnakataa kusema. Shida iko hapo, wachungaji umepoteza kondoo za Bwana. Kuna watu wengine wanataka wabadilike. Kuna mtu mwingine hataki kabisa mauti. Kwanza mwingine mkorogo ameshamtosha. Kwanza gharama yenyewe ya kununua mapodozi ni kubwa, lakini anatafuta staili ya kuacha afanyeje. Ni mara mbili ukimwambia ni dhambi, atapata cha kujisikia kwa machozi yake mtaani. Nimeacha mkorogo kwa sababu ni dhambi, kumbe ni umaskini. Lakini anasema ni dhambi. Anapata nafasi ya kusemea mtaani. Wewe umemficha ficha. Anatumia gharama, zenye podozi gharama. Mimi nilikuwa naenda kununua sauni zaidi ya 20,000. Kichwa. Haleluya. Sio kama unanielewa. Amen. Sasa hao ni kundi la waliopotea. Ila hawajijui kama wamepotea. Leo nimekuja kukwambia wewe umeshampokea Yesu, lakini kwenye njia hiyo umepotea. Rudi kwenye mstari. Amen. Mwambie mwenzako rudi kwenye mstari. Mwambie rudi kwenye mstari. Si kama unanielewa. Nimesema leo nitasema vitu vikuu ambavyo kuna wengi hapendi kuambiwa. Sasa wewe umesikia hii. Na pia kuna wakati hata wewe unajua mimi hizi stage zote nimesikia. Labda kama hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Kuna wakati hata wewe mwenyewe unaenda saluni wenyewe unasikia moyo unashuhudiwa kitu. Unasikia kabisa. Ila ni ugumu tu wa moyo. Mimi nakwambia kuna wakati kuna mwingine hata ukienda kusuka kichwa kinakugonga vibaya mno. Kichwa kinakugonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa kwanza ni adhabu. Yaani unajua shetani mjinga huyu anakupa mzigo ambao mimi hapa nakwambia vya kiona vya kimwili. Kuna mtu ukisuka unalala unagonga kichwa. Hata hiyo haikuumizi tu, si ufunue manywele hayo. Nishaamka nakwambia sijakuumba hivi. Acha makorokoro.
Lakini kuna mwingine sasa, maskini ya Mungu, mwenyewe kakichokake kabofu, yani uko kama kichwa kama senene, anakiwekea wiki, anafanya kama kakatuni yuko hivi. Wewe na wiki, hata ujajiangalia kwenye kioo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunanielewa? Mungu amenituma nikwambie ukweli katika jina la Yesu Kristo. Hivi ndio vitu tumepeleka watu jehanamu ambao wanasema. Na kuna watu wanasema niko kwenye njia, kumbe njia ile alishaiacha kitambo kwa sababu ya mambo ya madogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Isaya 35 mstari wa 8. Kitabu cha Isaya 35 mstari wa 8. Isaya 35 mstari wa 8. Kuna kitu nataka ukione. Isaya 35 mstari wa 8. Biblia inasema na hapo patakuwa na njia kuu. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na njia nayo itaitwa. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi watapita juu yake. Soma vizuri. Hawatapita juu yake. Yes, hapo sasa tunaenda vizuri. Wasio safi hawatapita juu ya hiyo njia inayoitwa takatifu. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Anasema pale patakuwa kuna njia inaitwa njia ya utakatifu. Watu wasio safi hawataweza kupita juu ya hiyo njia, ila watapita wale watu wanaosafiri. Japokuwa wanaonekana kama wajinga, ila katika njia hiyo hawatapotea. Nikwambie jambo, nisikilize nikwambie kitu hapa. Yaani njia hiyo inayoitwa utakatifu ni njia ambayo yawapeleka watu wanaosafiri. Ila wale wanaosafiri, dunia inawaona kama wajinga fulani, ila kwenye njia hiyo hawatapotea. Sasa wale wajuaji wa dunia wamepotea, lakini wanaoshangaa wanaopita njia ambayo hawajapotea, wao wanaona kama wajinga fulani. Nisikilize nikwambie, sema kupokea baraka za Mungu kutoka duniani na kupata uzima milele inahitaji maamuzi ya mtu binafsi. Unanielewa? Kama unahitaji kuingia mbinguni, ni maamuzi yako binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maamuzi ya mtu binafsi yatakufanya uingie mbinguni kama uko tayari. Nisikilize. Mbele yako ndio maana na ndivyo nasema wataonekana kama wajinga. Unajua mtu yeyote ukiacha sana fashion za ulimwengu hizo ambazo zinamchukiza Mungu, jamii unayoishi ruku atiniangalie nini ili uweze kuelewa. Unajua hiyo wewe mpaka unaangalia Biblia hivi. Shetani mjinga atakuondoa kwenye focus, unaangalia wanaotembea. Sikiliza. Ili mtu yeyote unaelewa uweze kuingia mbinguni, ni maamuzi yako nini binafsi, hayana kampani. Ukitaka kwenye safari yako ya kwenda mbinguni wote kampani mpaka hapo utapotea. Kwa sababu kampani inawapoteza wengi sawa wanaenda kwa mkungu. Safari ya kwenda mbinguni haitaji umwangalie mchungaji fulani, haitaji umwangalie askofu fulani, haitaji umwangalie nabii fulani, haitaji umwangalie mtume fulani, haitaji umwangalie mwinjilisti fulani, haitaji umwangalie mzee wa kanisa fulani, haitaji umwangalie shemasi fulani. Inahitaji muangalie Yesu anasema nini kadri ya neno lake peke yake. Kwa sababu unaweza kuangalia wote ni wanadamu, unaweza kupotea njia juzi mtu. Anaweza kuchanganya kwenye Mungu alafu naye kaangamia naye. Kwa sababu gani? Ukitaka kampani kwa safari ya mbinguni, kwamba watanionaje, watanielewaje, utapotea. Ni mara 100 uamue wewe mwenyewe kumfuata Yesu. Sema dunia ikuone wewe ni mjinga, ila mbingu ikuone una akili. Utanielewa vipi? Anasema wataonekana kama ni wajinga, ila hawatapotea katika njia hiyo. Si ndivyo inasema? Kwa nini anaonekana kama mjinga? Leo hii kijana ukianza kununua denge,
Kuna rafiki zako atakuona umekuwa mzee, umekuwa mshamba. Sema ya heri niwe mshamba, lakini urithi uzima wa milele. Leo hii ukianza kuzaa na mtu mwenzako atakuona umeisha. Shetani atainua maneno kwa watu, watakuona umeishiwa, watakuona kama mjinga, kama vile hujapendeza. Waambie ndiye nimekubali, kwa sababu Bwana hataki ambao amenifazia makao yangu ya milele. Ninaamua kuacha. Bwana niwe mjinga kwenu mimi, lakini kwa Bwana niwe mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia leo ina vitu vingi vinachanganya. Unajua kwa nini watu hao wanapotea? Hapa wamekuwekea Kristiani, wamekuwekea denge, wamekuwekea matusi, wamekuwekea kila aina ya dhambi, umewekewa uzinzi hapa, umewekewa kila chochote, na vyote umewekewa pombe, umewekewa sigara, umewekewa matukano, umewekewa kusengenya, vyote umewekewa hapa. Alafu njia hii ya Yesu Kristo anakwambia hivyo vyote unatakiwa uviache ndio upite njia hii. Sasa ni kuchagua wewe. Yaani hivi wachane navyo, alafu nifuate mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wewe kuchagua. Haleluya. Vyote umewekewa pale, sasa ni wewe kuchagua. Ndio maana uokovu sio rahisi. Watu wengi wanataka kuokoka, ila wanawaza kuviacha vile vitu ni kazi. Unanielewa? Na kwa taarifa yako, kwenye mtu aliyeamua kuacha vyote kuna ahadi ya hapa na mbinguni. Unanielewa vizuri? Ngoja nikwambie, Petro alikuwa mjanja ukuzidi. Petro alimuulizaga Yesu, akamwambia Yesu, tazama sisi tumekufuata, tutapata nini? Sikiliza Yesu anamjibu. Anamwambia, hakuna aliyewahi kunifuata mimi asipate mara 100 hapa duniani, baadaye uzima wa nini? Hakuna aliyewahi kuacha vyote. Anaambia hakuna aliyewahi kuacha vyote akanifuata asipate mara 100 hapa, baadaye uzima wa nini? Wa milele. Unanielewa vizuri? Amen. Kuna watu wanagoma kuacha vyote, alafu wanatamani wapate mara 100 hapa hapo urithi uzima wa milele. Labda huo uzima wa milele kama aliuweka shangazi yako utaupata. Lakini Yesu agizo lake uamue kuacha vyote kwanza, alafu umfuate, akupe mara 100 hapa, alafu uzima wa nini? Wa milele. Wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mtu asikudanganye kuletea maneno ya kukutia moyo kwenye uovu. Mbinguni utaingia kwenye kile kiti, wewe na Mungu na malaika. Yule askofu aliyekudanganya hata kuwepo siku hiyo, naye ana cha kwake cha kujibu. Yule shehe hata kuwepo, nakwambia mchungaji wako hata kuwepo, padri wako hata kuwepo, anayekwambia ifike sehemu fulani, huyo mtumishi anakwambia ifike sehemu fulani, chukue msalaba uchumu ubusu, hata kuwepo siku hiyo. Hata kuwepo, anakudanganya. Unasema sisi tuko kwenye dini, hao watu wamesoma. Tena kuna watumishi wamesoma, wana PhD. Yaani wana PhD ya duniani hapa, mbinguni haipeleki PhD uliyosoma kule chuo kikuu California. Mbinguni unaenda kwa matendo yako uliyozingatia kwa mujibu wa Biblia. Hii hapa ndio katiba ya mbinguni. Kila nchi yoyote duniani ina katiba, na kila mwananchi anaishi kulingana na utaratibu na sheria ulioandikwa kwenye katiba, si ndio? Amen. Hii ndio katiba ya mbinguni. Ndio maana vitabu vyote vya dini zote duniani vinaielewa Biblia, ila Biblia haielewi vile vitabu vingine. Kuna ndugu zangu hata kama Waislamu wako hapa, Qur'ani yao inaamini Torati, inaamini Zaburi, inaamini Injili, lakini kwenye Biblia hakuna, haiamini Qur'ani. Watu wagusa wote dini zote duniani zinaamini kwa asilimia hichi kilichoandikwa humu, ila hichi kilichoko humu haiamini vitabu vya dini zingine. Tafsiri yake nini? Nchi ya mbinguni, katiba inayoongoza nchi ya mbinguni wanayotaka kwenda, mpaka afuate kanuni zilizoandikwa humu. Amen. Kama uzifuati kanuni, wewe na mbingu yako nyingine. Yaani unataka kwenda nchi ambayo unataka utembee kinyume na utaratibu wa nchi hiyo, utakamatwa, utaweka roka.
Kama ukienda nchi ya Uganda ukaambia kulala saa 3, unalala saa 3 utakikubisha. Mbingu ikisema acha hiki na hiki, acha kutumia akili zako na za pasta alivyokudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hello. Amen. Sikiliza, kwenye nchi ya upako kuombea kitu chochote, hicho nimepewa full package. Ya miujiza nimepewa, lakini Bwana ananiambia uambie ukweli. Ndio kitakachosaidia na kitakusaidia. Umenielewa sasa? Na kuna wachungaji wengine nguvu za Mungu zinaondoka sana kusema uongo. Yaani kuna wakati mwingine Mungu ananiambia sana nionya kwamba hili lililike. Wewe sema tu ukweli. Kuna watumishi wengine waliambiwa kama mimi hivyo, ila kwa sababu ya tamaa za kimwili, mama fulani anatoa sana, nikimwambia ile wiki nakupeleka jana sadaka Jumapili atachukia tu. Mwambie asitoe aende. Kwani kwanza wewe mama, huyo mama, ila wachungaji nyie na nyie si mkoje jamani. Kwanza wewe mshirika alikukuta ukiwa mtu mzima, kabla wewe hajawepo ulikuwa ushiriki wa kwanza kufikia umri huo. Unatakiwa kutafakari alafu ujisimamie. Hivi kama yeye hajawepo mimi nilishije? Ndio maana mpaka amechafua watumishi wa Mungu, kile ukiwa mtumishi wa sasa ni wapigadili wenye njaa. Kwa sababu mwambie watu ukweli na pasta. Mwambie ukweli, hata teolojia vyuo vinaharibu watu. Vyuo vile vinaharibu watu, mimi chuo nimeenda. Vimeharibu watu, ukienda chuoni kuchukua vyote vya kwao unatoka unaenda ukiwa mzima unatoka huko kwenye jeneza. Kuna wachungaji wanaenda vyuo wamerudi sasa hivi wako kwenye jeneza. Wanadini na vya mwalimu wa chuo cha Mungu anaviacha. Sema Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nikutie moyo mtu wa Mungu ambaye yuko mahali hapa, sema yeye. Amen. Yote ambayo ninazungumza toka tumeanza mkutano, si ndio? Amen. Ni kuondolee hofu ndani ya moyo wako. Yesu alikuja kwa ajili yako wewe ambaye umepotea, anataka kurudi. Na swala la kubadilika sio kazi yako wewe. Wewe Mungu anachokitaka ni kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu yeye Roho wake atakubadilisha mwenyewe hatua kwa hatua. Unanielewa? Amen. Sio kama kuna mwingine anaweza kusema sasa, yawezekana hata wewe ambao unanyoa deni, hata kesho unaweza ukaenda kunyoa. Ila Roho atakuwa anakusudia taratibu. Baada ya mwezi utashangaa unaanza kuacha mwenyewe. Yaani unaanza kupita mtaani na jisemesha na wenzako. Leo ulikuwa unanyoa kadenge kakubwa unapunguza hapo kidogo. Alafu unapita kwa mtu jamaa yako ambao ulikuwa unadhani atakusahau. Unamwambia, "Hivi unajua kunyoa hivi vya kiuni, Mungu hataki basi." Mimi siku nyingine bwana nitaacha. Yaani unajiandalia mazingira. Sema amina. Unajiandaa tu baadaye utafanyaje? Unaambia sasa unaona ndugu yako kuwa hivi. Hapana, kumbe Mungu hapendi bwana. Si unaona neno linazuia kabisa. Na mwingine atakwambia ni kweli mtumishi na mimi nilikuwa na kunyoa, huyo ni kinyozi. Ila najua ulivyookoka warokoro watakii kuwa hivi. Sasa unaanza kubadilika taratibu. Umeelewa vizuri? Amen. Mke wangu mwenyewe alikuwa ni donda ndugu kwake. Kujichubua, mimi nilimwoa ajichubui, nikashangaa hapo tumeona na hata kujichubua. Nikamwambia hii imekuwaje sasa? Mimi ndo mume wako, sipendi ujichubue. Licha ya Mungu, mimi mwenyewe sipendi. Sasa imekuwaje? Oh, nimeshauriwa nasema huyo shetani amekupa kikao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewa. Amen. Sasa akawa anaacha taratibu. Anaacha nafsi tumia tena kidogo, siku 2 tu. Na mwisho wa siku akaacha moja kwa moja. Sema amina. Amina. Sasa na wewe kazi ya kubadilika sio ya kwako. Unanielewa? Ndio maana naamua nikusogelee nikuondolee hofu. Kilichomfanya Yesu aje amevaa mwili apigwe pale msalabani ni kwa ajili ya watu kama wewe ambao umeshindwa kuacha lile kongwa ili akusaidie kuliacha. Amen. Anachokitaji kwako ni nini unajua Yesu? Utii wa sauti yake tu basi. Mabadiliko ni process. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubadilika ni hatua. Umenielewa? Amen. Leo nilikuwa naongea na mabinti fulani wako pale ambapo nimefikia podcast. Sasa niko ndani nikawa nasikia wanajadili. Wakawa nasema, "Sasa wewe unataka uende za injili, alafu rudi kuuza baa. Si bora kwanza uuze tu baa. Sasa injili utamchanganyaje na baa?" Nikajua kwamba watu wanaelewa. Ila walichokosa ni ufahamu.
Nikabidi nitoke chumbani nikaenda pale kaunta. Nikakaa. Nikaanza kuwapa injili. Kaambia sikiza, nimesikia maneno yenu yamenivuta nje nikuongea na nyinyi. Kasema Mungu alikuja kwa watu kama nyinyi. Yesu ndio maana alikuja. Wauza baa, wanaojiuza, makahaba, wazinzi, watu wote wa sarakasi za dunia ndio wanaowatafuta. Laiti kama tungelikuwa wakamilifu isingemgharimu Yesu kupigwa msumari msalabani. Nikasema gharama ameshalipa tayari. Na kazi ya kukuachisha baa sio ya kwako. Wewe nenda sikiliza neno la Mungu. Hata chooni ukirudi ukauza baa, ila naamini itakuwa nakushuhudia Mungu nifungulie mlango niache hii kazi sitaki nikukosee. Utashangaa baada ya mwezi mmoja miwili unafungulia mlango unaanza kuuza zako la baa, unaacha na baa. Wewe ni wadenge marafiki zangu. Mimi nilikuwa napiga denge lakini ananionya mpira. Sasa hiyo ndio kilikuwa tatizo, mpira. Nikaanafika tena kwenye kundi la mpira, nasikia anakwenda Rashford. Nasikia natoka nje kidogo, nasikia Rashford. Sika fungaje au ni nachukulia hapa rudi nilifiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Taratibu kiu inaenda anaiondoa yote, sema amina. Mpaka sasa hivi hata nikiwa naangalia hivi kwenye simu naona matokeo ya siangalii, napita naenda na mambo mengine. Lakini ilikuwa ngumu. Mimi mpira ulikuwa ni ugonjwa kwangu. Mpira Manchester UEFA Champions League inacheza mpaka saa 7 usiku. Kipindi Mo Salah anavuna na Sergio Ramos mpaka wachezaji na wakumbuka wote. Ila ilikuwa ngumu kuacha. Na wewe itakuwa ngumu kuacha. Hiyo usilazimishe shingo lako, mwambie Roho Mtakatifu endelea kunisaidia, niko tayari. Nisaidie, niko tayari. Nataka niache hii masturbation. Nataka niache kujichua. Nisaidie, niko tayari. Unajua anachoteseka. Na mwingine unajichua pia bado una mke. Ni ugonjwa. Unamwambia nisaidie. Nimeonga sana mpaka nimekuwa maskini. Mungu huoni? Nimekubali. Sasa utashangaa ile kiu ya ngonongone inaondoka taratibu. Ulikuwa unatembea na mabinti 3 kwa mwezi, anakuja 2, unakuja 1, anakuja unabaki na mke wako tu. Amen. Unamtukuza Yesu. Amen. Yesu ni wa upendo. Amen. Hataki mtu yote afe kwenye dhambi. Ndio maana anakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu huko mahali hapo wanavyoifanya uvipendi kabisa. Niliwahi kuingia mtandaoni wale wanaojiuza wanatangaza bei. Nikachukua namba nikaingia WhatsApp nikamtafuta. Nimeshaokoka juzi tu hapo wakajuzi. Nikamtafuta. Nataka nimhubirie dada poa. Kaambia ndio mtafuta kwamba niko sehemu fulani, bahati nzuri dada poa wale alikuwa Mwanza na mimi niko Mwanza. Kasema niko sehemu fulani. Yaani yeye baadaye akanielekeza maeneo aliyopo na bei. Yaani kaniwekea na bei. Yaani akanielekeza pale alipo na bei, viwango vya bei. Kaniwekea pale. Kasema chagua kiwango. Siku nzima, masaa 6, masaa 2, masaa 3, nusu saa na dakika 10. Kaniwekea viwango. Kasema hao watu watatu. Kasema lakini hawa ndio Mungu anaowatafuta. Mimi nimetumwa kwa ajili ya watu kama hao. Ikabidi nikamtumia message kuchati. Nikamwambia najua dada. Pale wakati na chati naye Mungu akanifunulia tena yeye nani. Kaambia dada sikiliza, Mungu anakupenda. Mimi nimeona viwango vya bei na lakini najua kazi mnayoifanya ni ngumu. Na nyinyi hamjaomba kufanya hii kazi. Ila mimi ni mtumishi wa Mungu. Nimekutafuta, Mungu ameruhusu leo ili uweze kubadilika. Uokoke. Nikatoa message ndefu kumuelezea upendo wa Mungu ulivyo, Mungu anavyompenda, asijikatie tamaa kuona ameshajiuza. Akaona basi mimi wa hivyo nimekubali. Kasema bado mbingu inakuthamini, ndio maana bado una pumzi. Ingekuwa mbingu haikupendi ungekwisha kufa. Kwa nini upo? Sikiliza alivyonijibu binti. Akanambia kaka,
kama we ni mtumishi, nimekubali. Nimefanya kazi hii miaka, sio huu ni mwaka sio wangapi, sio wanne. Sijawahi kukutana na mkaka anayeniambia maneno kama haya. Wengi nikitumaga bei zangu, kila mtu ana point bei ambayo amewezana nayo. Ila kwako wewe, sema yeye, kwako wewe nimeshangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaniambia kwako wewe nimeshangaa. Sasa nasikia shauku ndani yangu ya kumpokea Yesu. Si unanielewa? Akasema nasikia ndani kama Yesu huyu anabadilisha. Hii kazi nayoifanya kaka ni ngumu, ila nitafanya nini? Kuna kitu unakifanya mtu wa Mungu huko mahali hapa, kimekushika shingo, ukipendi. Kuna mtu mwingine upendi kabisa kudanganya, mtu mwingine upendi kabisa kujichua, mtu mwingine upendi kabisa kutumia na kuvitumia, mtu mwingine kabisa upendi. Hilo unapambana kwa akili zako, imeshindikana. Na kuambia njia ni moja tu, ukimwamini Yesu wa kweli, ukasimama naye, Roho Mtakatifu atakuwa na kuimradi uwe na kiu ya kutaka kubadilika. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo utaacha taratibu, usitumie nguvu nyingi. Utaacha taratibu na Mungu atakusaidia. Utashangaa mume wa mtu alikuwa anakulipia kodi. Mume wa mtu alikuwa anakulipia kodi. Mungu anakufungulia mlango, anaweza kujilipia kodi na achana na mume wa mtu taratibu. Unashangaa taratibu taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anakuletea tundagaa kutoka kule Doro. Baadaye utashangaa unapata ile jirudia dagaa zako. Siku mwingine tu wengine wanaongwa tu tundagaa. Sasa unashangaa unapata vya kwako, unaachana na hiyo njia. Na Yesu ndo alivyo, ni wa upendo na upendo wake haupimiki. Haijalishi kiwango cha uovu unachokifanya, bado rehema za Mungu na neema ya Mungu ni kubwa sana juu yako. Amen. Ni wewe kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mimi nimeongea haya na nimekuambia maneno ya mwisho ni ya Mungu. Ondoka nayo, amue kubadilika. Unanielewa vizuri? Amen. Mimi nakuhakikishia sikufichi. Na kuhakikishia kabisa sikufichi. Ukimpata nyakati hizi mtumishi wa kukwambia ukweli wote kabisa, akufichi. Kama unasali kwake, weka miguu yote miwili, alafu hata shukrani unatoa. Yaani ushukuru Mungu sio tu kwa sababu Mungu amekutendea vya kimwili. Mungu amekutumia mtumishi wa kukwambia ukweli. Mtolee Mungu sadaka ya shukrani sana. Sio wengi watumishi wa kusema ukweli. Wenyewe atakuletea interest zao, sio wengi. Mimi nakuhakikishia ni mtumishi ambaye simalizi wiki, siku 2 bila kusikia Mungu akizungumza. Hata kusoma kwenye Biblia. Mungu mimi nazungumza naye kama anavyozungumza mimi na wewe. Sauti nasikia kabisa, nasikia. Ananiambia, mwanangu, nenda ukaambie watu ukweli. Wenzao wote wako jana. Siku moja akaniambia, wape mfano huu. Mbona ndugu zao wanapokufa wamesuka? Kwa nini wanafumuaga maiti? Hata hiyo nadharia iwashuhudii kwamba kusuka ni dhambi. Nikasuka, ndio nikakumbuka. Niliwahi kusikia mama anasema mtu akifa amesuka huo wanamfumua, si kweli? Au miazema ziko hivyo, ni kweli? Mtu akifa amesuka huo wanamfumua nywele, akishakufa ile maiti eti. Sasa Roho ananiambia kwa nini ndugu zao wanawafumua? Hata wenyewe hicho akiwafungulia akili wakajua kusuka nzima, akasema wanawafumua ile maiti, wanazania wakifumua ameshakufa ndio ndugu yao ataingia mbinguni. Anatakiwa afumua akiwa bado duniani. Lakini mchungaji wako hawezi kukwambia. Sasa wewe ni mwimbaji, umekuja umesuka nini maji ya moto hiyo mnaita? Si mnasuka bambucha, mna maji ya ile mnajua. Mnasuka. Hiyo kusuka Mungu akuumba eti usuke. Unaweza ukasema ni injili mpya, mimi nakuhakikishia. Kwa sababu utakufa, utakutana nalo hili neno na sitaona. Sasa uishi kwa kwani wewe utaishi duniani leo, utakutana nalo lakini ndio utengeneza kwa umeishi. Kwani mimi gharama ya kusuka na kufamini ingelikuwa ni mimi ni mchungaji kwamba huyu namuombaga hela, anataka nisiwe ananipa hela, ananipitisha kwenye neno ila ninyime hela ya kusuka. Kwani mimi ndio nakupa hela? Si ya kwako. Sasa mimi wivu wa nini? Kama ni uongo Mungu hajasema kwenye Biblia. Si utasoma tu wa Petro wa kwanza 3:3. Si utasoma Timotheo wa kwanza 2:9. Si utasoma mwenyewe.
Halo. Amen. Unanielewa? Amina. Na hiyo vitu vidogo vidogo vimefanya watu wengi wanamtumikia Mungu lakini wanaishia jehanamu. Wanamtumikia Mungu lakini wanaishia jehanamu kwa sababu ya vitu vidogo vidogo ambavyo vimewapeleka kuzimu pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tumefika, maneno umeyasikia, ujumbe umeusikia. Wewe ndio unaamua sasa kutubia unachokifanya. Wewe jifanye moyo wako kuwa nunda, sawa. Moyo wako uwe mwepesi, sawa. Kinachoanza mtu kutengeneza ni toba ya kweli. Unaamua kuomba toba kwanza, kuongoza toba. Yaani hata kama ulikuwa unanyoa denge, umefanyaje, unatakiwa kuanza toba, alafu vingine vitafuata. Wewe ulikuwa unasuka nywele zako, hizo sio lazima. Ila kama unahitaji ulisi uzima, nena uzione baraka za Mungu hapa. Lazima uamue mwenyewe kuomba toba kwanza na Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama juu sasa, upige hatua, uje mbele ili uweze kuomba toba, alafu tuingie maombi na maombezi. Kwenye kuomba tunaombea vyote. Miujiza nitaombea. Muujiza unaweza ukapokea. Wewe ambao una shida ya mtoto, unaweza ukapokea na mwili unajichubua kabisa. Sio shida. Shida iko kuingia mbinguni, ndio changamoto. Kwa duniani hapa, unaweza ukawa una kucha bandia ndefu kama jini hivi, na ukapokea muujiza wa Mungu akakupa. Si Mungu ni wa rehema? Ila mbinguni sasa ndio utakuta hatia usipotubu ukaacha hapa duniani. Mimi nilikuwa niko hivyo, nilikuwa naweka wave, ninaombea mtu mwenye pepo na anafunguliwa. Tena sio kwa nguvu nyingi, nilikuwa napuliza pepo linatoka. Sio nguvu nyingi. Na nikiwa shemasi mtendakazi chini ya mchungaji, baadaye nilikuwa mchungaji msaidizi. Mchungaji wangu hajawahi kuniambia kama ni shida. Yeye mwenyewe anaweka na mimi naweka. Na upako unatembea. Wewe unafikiri upako si ni vipawa? Si unaelewa mtu wa Mungu? Unatembea upako. Paka nanyosha hivi mtu mwenye pepo anaanguka. Unaniambiaje kwamba sina Mungu wakati nasiona nguvu zake? Unaniambiaje? Naimba watu wanafurika Roho Mtakatifu. Mimi nikiwa kanisani, nikiwa shemasi kuongoza maombi yale ya ibada ya asubuhi, si ndio? Watu wanalipuka mapepo. Naongoza maombi ya ibada ya kwamba jitakase. Mashemasi wanaanza kufunga watu nguo, mapepo kwenye maombi ya kuongoza ibada ile asubuhi. Pastor jaja. Lakini hapo nywele sasa zimefanywa hivi kama Zorafo, si mnamwangalia sana ima mpaka unashuka, lakini nywele ziko hivi mpaka unashuka. Si ni kipawa, karama ya Mungu haina majuto. Shida iko kuingia kwenye lile lango. Mungu aliniambia, mwanangu, utanitumikia kile sheria ya Adamu, usiache hizo tabia. Nimekupa upako kwa sababu ulizaliwa, nilikuchagua kabla hujaja duniani. Natumia cha kwangu, ila mbinguni kanuni hiyo inakataa. Kompyuta inakutema.